إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن من اتقاه وقاه ومن أقرضه جزاه ومن شكره زاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sifa zote kamilifu za mustahiki Mwenyezi Mungu Mola wa ulimwengu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yeye ambaye tunamwabudu, yeye ambaye tunamtegemea, yeye ambaye tunamuhimidi, na kwake tujilinda na maovu ya nafsi zetu na matendo yetu. Aliongozwa naye, hakuna yeyote aweze kumpotosha katika viumbe, na yote aliyoamua mwenyewe kukiuka kunako sheria yake muumba, naye akamwacha katika upotovu wake, hakuna yeyote anayeweza kumuokoa wala kumuongoza. Imani itakayotusaidia sote ni pale tutaishi tukiwa tuko Waislamu na tufikie kufa tukiwa tuko Waislamu. Allah, tunakuomba utupe mwisho uliokuwa mwema. Allahumma amin. Na kusema ndugu zangu, kumcha Allah ukweli wa kumcha, na isitokee hata mara moja mmoja wetu akafishwa ili hali sio Muislamu, kwani atakuwa amepata hasara. Kama kawaida yetu, huwa tunaanza kuhusiana kabla ya kusomeshana yale tuliyokusudia. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi, Mtume anasema bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, nimetumwa na Allah kama mtume kwenu ili nije nitimize na nikamilishe tabia nzuri, tabia njema. Al-Islam ibadallah muamala, dini yetu ya Uislamu ni tabia, na neno Uislamu ni amani, ni usalama. Na ndio maana akasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man hamala alaina silah, hatutokuwa naye wala hayumo kati yetu Waislamu Muislamu yoyote atakayenyanyua silaha yake akielekeza kwa Waislamu wenzake. Almuslim man salima almuslimun min lisanihi wa yadihi. Uislamu mzuri ni yule ambaye Waislamu wenzake wamesalimika na ulimi wake, na wamesalimika na mikono yake. Wamesalimika na ulimi wake kwa maana hawateti, hawasengenyi, hawachafui, hawazulii, hawachonganishi. Akiwaongelea na waongelea vizuri. Na mikono yake hawaibii, hawapigi wala hawatendei maovu kwa kutumia mikono, kwa kuwa na washinda nguvu. Almuslimu akhul muslim, Muislam ni ndugu wa Muislam. Allah akasema innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum, hakika Waislamu wote ni ndugu. Ikitokea sintofahamu, fanyeni haraka kuwasuluhisha. Nguvu yetu iko katika umoja wetu. Ufanisi wetu kwenye dunia hii na akhera ni ndani ya umoja wetu. Wakati wowote tutakuwa pamoja, letu moja, Allah subhanahu wa ta'ala atatutizama kwa jicho la huruma. Na Allah subhanahu wa ta'ala
atapokea maombi yetu. Yadullahi ma'al jamaa, nusra ya Allah, mkono wa Allah kwa waumini ni pale mtakuwa nyote ni kitu kimoja. Kama hadithi hizi umezisikia na ukazielewa, wametuhusia masalafi saleh, waja wema waliotangulia, waliosoma kwa waja wema. Mmoja miongoni mwao anatuambia akisema, allamatni alhayatu an atamanna alkhaira liljami'. Maisha tunayoishi, dunia ambayo tumoemo, ni darul ibtilai wal imtihan, illa man rahima rabbi, ni nyumba ya majaribio na nyumba ya mitihani, isipokuwa wachache ambao Allah amewarehemu. Lakini neema kama neema kwa binadamu haidumu. Unaweza kuwa na afya, lakini itafikia nyakati utaumwa. Unaweza kuwa na uwezo, itafikia wakati unaweza kuupoteza. Unaweza kuwa na watoto, ukiingia wanakuyambilia unafurahi, itafikia wakati utapoteza baadhi na utalia. Unaweza kuwa na kazi, naweza kufikia wakati mwingine usiwi nayo. Dunia ni nyumba ya majaribio na mitihani. Kwa maana hiyo, huyu anatuhusia, anasema maisha ya duniani yamemfunza na yakufunze na wewe uwe na tabia ya kuwatakia khairi wengine. Wako binadamu ambao, naudhu billahi min dhalik, Allah tutengenao mbali watu kama hao, Allahumma amin, ambao khairi ikiwa kwa mwenzao wao wanachukizwa, wao wanaumia. Mahasid, watu wenye maradhi ya husda, akiona neema kwa mwenzake roho inauma, anatamani neema iko kwa mwenzake iondoke, hata kama haitokuja kwake iondoke tu, aipoteze. Allah akulinde usiwe miongoni mwa watu kama hao. Maisha ya kufunze kuwatakia khairi wenzako, na haya ni maelekezo alitufunza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi sahihi. Mtume anasema, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mtume anasema la yu'min, hatakuwa ameamini. Na hiyo wanasema mkiarabu ni la nafia lilkamal, hatakuwa na imani iliyokamilika mmoja wenu. Au ukitaka ujue kama imani yako imekamilika, iko mtopu kipimo, hata tuhibba li akhik ma tuhibbu li nafsik, pale ambapo utafikia wewe umpendee ndugu yako Muislamu kile unachokipendea nafsi yako. Kila binadamu mwenye akili huwa anajipendea apate khairi. Ikifikia na ukampendea mwenzako apate khairi, hapo imani yako itakuwa iko kamil, kama ilivyokuwa imani ya maanswar, maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ansarullah, wale waliomnusuru Allah, ansaru dini alislam, wakainusuru dini ya Allah. Ansar ambao tunakusudia wenyeji wa Madina, wakati ule mtume na maswahaba wamehama kutoka Maka, wamekimbilia Madina, wameacha mali zao, nyumba zao na vingi katika vyao. Nadhani waislamu mnaelewa namna gani waliwalaki na namna gani walikubali vya kwao, wakagawa pamoja nao mpaka Allah akawaridhia. Yatosha tu dalili kauli yake Mwenyezi Mungu, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah aliwaridhia na wao kamridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Tujifunze kuwatakia khairi wengine duna istithna, bila kumtoa hata mmoja. Maana kuna wengine wanasikia anawatakia khairi wenzake, anawaombea dua, lakini kuna wakati anasema, Mungu wajalie waislamu hivi na hivi na hivi isipokuwa fulani. Anamtoa kwa sababu anabifu na Uislamu hukubali. Zama za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi abi wa ummi, mtume alikuwa msikitini na maswahaba zake, yuko anatoa mafunzo. Qiswatul a'rab alladhi bala fi almasjid,
Msikiti wa Mtume ulikuwa na milango ya kuingilia, lakini sio milango kwa maana milango hii tunaweza kufunga. Na msikiti wa Mtume ulikuwa ufungwe hata usiku, kwa malengo ya kwamba hata akija mgeni usiku anauliza tu aina almasjid, msikiti uko wapi, anamuelekeza, anaingia analala. Mtume amekaa na maswahaba, dakika akaingia bedue, mtu wa milimani, hawamjui Madina, dume. Alipoingia akawatizama, wala hakuwasalimia, akapasua mpaka kwenye pembe kule, pembe la msikiti wima, akaanza kukidhi haja yake ndogo. Kakojoa. Msikiti wa Mtume hauna tapi, watu wanakaa kwenye mchanga, kwenye changarawe. Alipokojoa maswahaba kwa huyu jamaa vipi tena? Wakanyanyuka kundi kama mlivyo, maana wako wakali hata kati yenu. Laiti kama wangemfikia, pengine kila mtu angechukua sehemu kwenye mwili wake. Lakini walivyokwenda Mtume akapiga ukelele akasema da'uhu, muacheni. Na walivyokuwa na adabu maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiongozi akishasema habishwi, kabana breki. Alafu jamaa yuko anatekeleza na anawatizama, jamaa vipi tena hivi? Akatekeleza haja yake. Alipomaliza anachomoka, Mtume akatoa amri ya pili akasema wahariku, wa fi riwaya wasubu ala baulihi sajlan min ma, mwageni ndoo ya maji hiyo sehemu ambayo imekojoa. Akasema baadhi ya maswahaba, wengine wanatafuna meno wasira, wengine wanamtazama huyu jamaa avuke tu kule nje, watajua watamtafutia wapi. Maana kuna wengine wanamtii kiongozi wakiwa mbele ya kiongozi. Lakini alipokuwa anatoka Mtume akamwambia, taala ya rajul, njoo basi tuongee. Jamaa, mimi wewe njoo tuongee. Na yeye anamwambia Mtume, njoo na wewe, usina shida na mimi. Maarabi, watu wa makampanyari mnaitanyie, watu wa milimani huko kwenye zama zile, yani hawana adabu, hawajafunzwa. Mtume akasimama, kiongozi akasimama. Alipomfuata akamshika kwenye bega, jamaa, ni vitu gani? Akamwambia, ya rajul, bwana wewe, hadhi almasajid lam tubna bi shay'in min alkadhar. Hii misikiti, ni misikiti haijajengwa kwa malengo ya watu waje wakidhi haja. Inma bunia, lakini makusudio ya kujengwa misikiti hii li dhikrillah, ili atajwe ndanimo Allah subhanahu wa ta'ala, wa qira'atul Qur'an, na isomeshwe Qur'an. Jamaa watazama hata wale maswahaba waswala, na kusali, sio yale uliyofanya. Huyu bwana kaelewa. Alipoelewa akaiomba dua, akasema Allahumma ighfirli wa Muhammad warhamni wa Muhammad wala tarham ma'ana ahadan. Akasema, Mola wangu Allah, nisamee mimi na huyu Muhammad amenifunza haya, na unihurumie mimi na huyu Muhammad, wala tarham ma'ana ahadan, na usimhurumie yote katika hivi jamaa vyote viko hapa, sisi wawili. Fadhahika Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ili neno la pili kwamba usimhurumie yote katika hivi jamaa viko hapa. Mtume alicheka mpaka magegu yakaonekana, bi abi wa ummi. Kisha Mtume akasema, laqad ihtadharta wasi'an. Mtume akasema, lakini umebana, yani umebana rehema ya Allah ambayo iko pana kwa kila kitu. Wewe umeibana kwa mimi na wewe tu vipi? Sababu Mungu ndani ya Qur'an anasema, wa rahmati wasi'at kulla shay, rehema yangu mimi imeenea mkila kitu. Ili ndio limchekesha Mtume aliposema jamaa, wala tarham mana ahadan, usimhurumie yote katika hivi jamaa na sisi wawili tu. Kwa hiyo watu kama hao hapo, kiwa na bifu na mtu anaomba dua akisema kwamba Allah tusamee waislamu na uturehemu, lakini hapana fulani, subhanallah. Na ni kosa kubwa sana kama unayemzungumzia alishakufa,
alafu na ni Muislamu na alikufa na mengi makubwa mnayojua aliyafanya, ni makosa kuyazungumzia yale makubwa, kwa sababu faili lake limeshapelekwa wapi? Kwa Allah. Simuongelee tena kwa ile mabaya, na mkimuongelea mumuongelee kwa kumwombea dua. Mengine Allah subhanahu wa ta'ala ndio atahukumu. Kwa hiyo maisha yatufunze kutamani kheri kwa wenzetu bila kumtoa hata mmoja, na maisha pia yatufunze kama alivyosema huyu bwana, fasaadatul akharin lan ta'khudha min saadati shay'a, amani furaha ya wengine haitopunguza chochote katika furaha yako. Allah subhanahu wa ta'ala anagawa anavyotaka. Tumzanie Mola wetu vizuri. Wa ghinauhum la yanqusa min rizqi, na ukae unatambua vyema kwamba utajiri wa wenzako hautapunguza lolote katika pato lako. Kila mmoja yuko na riziki yake. Anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha khalaqa al-khalqa fa ahsahum adada wa qasama arzaqahum falan yansa minhum ahada. Utlub rizqaka min Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alituumba viumbe tabaka tofauti. Kuna binadamu, kuna majini, kuna minyama, kuna hivi, kuna samaki, kuna nini. Fa ahsahum adada, na Allah peke yake ndio anajua idadi ya kila tabaka ya vile alivyoviumba. Wa qasama arzaqahum, kisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa uadilifu wake kila kiumbe akakipangia riziki yake. Hata aljanin fi batni ummi, hata mtoto ambaye ni mimba ndani ya tumbo la mama yake ana riziki yake. Hata alhut fi qa'ri albahr, hata samaki kule chini ya maji riziki yake aliyoandikia Allah, hata kama kuna giza itaifikia. Yako ni ya kwako ndugu yangu, na yangu ni ya kwangu, na yangu haiwezi kuwa yako, na yako haiwezi kuwa yangu. Kisichokuwa chako hakitokuwa chako. Kwa hiyo mtume anatuhusia, anasema utlub rizqaka min Allah, iombe na uitafute riziki yako kwa nani? Kwa Allah. Usitafuti kwa binadamu. Zile lugha kanirushia ndege, hakuna. Kuna masuala ya kurushiana ndege. Ikiwa yako ni yako tu, kikubwa ni nini? Tuzifanye sababu, tufungue mikono, tufanye kazi, lakini mategemeo yetu yasiwe kwenye kazi. Mategemeo yetu yawe kwa yule anayemiliki kazi, ambaye tunaita musabbibul asbab, anayezipeleka sababu, anayezihukumu sababu. Kazi ni sababu. Yuko yule anazihukumu ambaye yuko fauka saba ya samawati, mbali ya mbingu ya saba, ala arshihi istawa, kuna kwa arshi yake ameketi Allah subhanahu wa ta'ala, ar-razzaq war-raziq, yeye mgawaji wa riziki. Tutafute kwake, na ndio ile aya Mungu anasema wa idha azamta fatawakkal ala Allah. Ukishaazimia kufanya jambo fulani, umezifanya sababu zote, umejipanga, mtegemee Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Usitegemei nguvu zako na sababu zako na piston kama mnavyoita, kwamba uhagarikiwe ningwe simisi yose, kwamba aliyosimamiwa na viongozi na nini atafaulu. Kama Allah ameandika utafaulu. Lakini kama Allah hakuandika huwezi kufaulu. Wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Hamwezi kutaka lolote lifanyike mpaka atake Allah, Mola wa ulimwengu. Kwa hiyo utajiri wa wenzako haupunguzi lolote katika pato lako. Wasihatuhum lan taslubani afiyati, na uamini kwamba hata ukiumwa homa Allah atupe afya iliyokuwa njema sote ya Rabbi. Hata ukiumwa ugonjwa wa aina gani,
Usifikiri kwenye akili yako kwamba afya ya wenzako ndio sababu ya kuumwa. Maradhi Allah subhanahu wa ta'ala anamkadiria mtakaye. Inawezekana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nadhara fi ibadik, anaweza kuwa Allah alitizama kwenye ibada zako unazosali, unazofunga, mara moja moja umeenda kwenye madarasa, mara moja moja ukijishtua unatoa sadaka, mara nyingine unasoma Qur'ani, pengine unaisoma vibaya, Mungu anakuona. Allah anaweza kuwa ametizama ibada yako pamoja na kujituma, fawajada fi khilal, akakutana Allah kuna mapungufu mengi katika ibada yako. Sisi tunatekeleza tu, lakini Allah mwenyewe ndio anajua nani anapokea ibada zake. Kutekeleza ndio wajibu wetu, kupokelewa ni lingine. Allah anaweza kuwa ametizama ibada zako akakutana zina mapungufu mengi, na pengine huko miongoni mwa wale Allah anawapenda, na pengine huko miongoni mwa wale Allah anawahurumia, na pengine huko miongoni mwa wale Allah amewajalia wasimamie mambo yao, lakini anakutizama ibada yako ina mapungufu. Allah kwa huruma wake akaona nikupandishaje daraja, nikuongezeaje thawabu. Na Allah hana sifa ya kumwibia mja, Allah hana sifa ya kumdhulumu yeyote. Kwa kuwa amekupenda na ibada zako amegundua zina mapungufu, yabtalik, katika hikma yake anakupa majaribio, anakupa mitihani, ima ya maradhi, ima ya ufakiri, ima ya kufisha ahbabi, kufisha katika wale vipenzi wako, ima ya kufukuzwa kazini, ima ya kupigwa vita na watu bila sababu yoyote ya kimsingi. Lengo lake nini? Ili aone tu utakuwa na subira, kwa ile subira yako kulipi aliyokuwa makubwa katika thawabu, na yaje kuziba yale mapungufu, na kesho siku ya mwisho miongoni mwa wale atakaowaridhia. Na ndio maana Allah anasema asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Unaweza kuchukizwa na jambo lakini ikawa ni khairi kwako. Kasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yuqaddiru ala 'abdihi qadran min al-masa'ib illa wara'a dhalika manfa'atan lil-'abd. Allah subhanahu wa ta'ala muandalii mtihani katika mtihani mja wake, isipokuwa ima huyo mtihani au ndani ya huyo mtihani au baada ya huyo mtihani kuna manufaa kwa huyo mja. Allah subhanahu wa ta'ala wallahi anatupenda, wallahi thumma wallahi Allah anatupenda. Kilichobaki ni kitu gani ya rabbal alamin? Pamoja na ibada zetu kuwa na mapungufu, anatuhusia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. La yamutanna ahadukum, istokei hata mara moja mmoja wenu akafikia kufa, akafikia kukata roho, isipokuwa anamzania Mola wake vizuri. Nini maana kumzania Mola wake vizuri? Bali al-insanu ala nafsihi basir, kila mmoja anajijua. Inawezekana ukaona mengi machafu, inawezekana ukaona mapungufu mengi katika ibada na unajijua. Inawezekana kunako yale alikuamrisha Mungu wewe ni mzito, na yale aliyokataza Mungu pengine wewe ni mwepesi. Inawezekana umekaa umehesabia wewe mwenyewe ukaokopa ukasema nikifa leo navyoona hesabu yangu sio nzuri, maadamu unajijua. Lakini ikitokea la kadar Allah, Mungu apishe mbali, ikitokea ukaanza kuziona alama za sakaratul maut, alama za kuondoka, mdhanie Mola wako vizuri kwamba naenda kukutana na arhamur rahimin, mwenye huruma wa hali ya juu, ambaye mimi mja wake alioniumba yeye na akasema niko dhaifu, wa khuliqal insanu dhaifu, nimemkosea yeye, naenda kukutana na yeye mwenye huruma, nina imani atanisamehe. Mzanie Mola wako vizuri, usiwi kinyume na hivyo kwamba na haya niko nayo
basi mimi ni fungu la kukosa. Uko na kwenda, usimzanie Mola wako hivyo. Mzanie Mola wako vizuri, alafu jifunze uwe miongoni mwa yule mwenye kumtaja sana Mola wako, dhikru kabillah, kumkumbuka sana kwenye ulimi wako. Allah ukimtaja mara nyingi ameahidi na yeye atakutaja mara nyingi kule mbele ya malaika. Allah tujalie tujaze imani. Tujitahidi tuishi maisha yetu tukiwa tuko na raha. Kile hatukupata leo tujue kesho tutakipata, kwa sababu Allah alisema innamal usri, hakusema kinyume. Alisema kila kwenye uzito kuna upesi. Hajasema kila kwenye upesi kuna uzito. Simzinishi. Kila kwenye uzito, kila kwenye tatizo kuna wepesi. Kila kwenye tatizo kuna faraja mbele. Innamal usri, tena kakazia fa innamal usri. Tumzanie Mola wetu vizuri. Wallahi tumzanie Mola wetu vizuri ili tuweze kutekeleza yale aliyotuhusia. Ndugu yangu Muislamu, katika yale ambayo yatakusaidia kukaa kwenye maisha yako, nafsi yako kaelea kitauhid na wanao kawalea kitauhid, wafunze watu wako nyumbani wawe na subira. Ibada iliyokuwa nzito, subira, as-sabru, herufi 3 tu katika Kiarabu, swad bara, lakini ni silaha nzito sana. Kadogo sio kila mtu anaweza. Wallahi sio kila mtu anaweza. Na ndio maana ina malipo yaliyokuwa makubwa. Na ndio maana ni katika ibada 3 ambazo hakuna anayejua malipo yake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Subira. Katika yale ambayo yatakuhimiza kuwa na subira, maana kuna jamaa zangu wana lugha zingine kutokana na walivyo, akiguswa kidogo anachemka. Wanamsikia anazungumza anasema mimi mshipa wa subira mimi mshaka katika mimi si wajina. Na kuhusia haya ambayo tulihusiwa na dini yatakusaidia ili uweze kuwa na subira. La kwanza, idadu nafsi. Ishi maisha yako na wanao, lakini uiandae nafsi yako. Nini kuiandaa kwenye nini? Iandae nafsi yako kwamba kwa muda wote bado uko duniani, ipo siku na saa na nyakati utaguswa na yale yasiyokufurahisha. Yalimtokea mtume wetu Muhammad bi abi wa ummi. Ukisoma sira ya mtume utayakuta mengi yaliwatokea mitume, na siku ya kiyama nyinyi ni mashahidi na mtautoa ushahidi insha Allah, kama Allah atatupeni taufiki tukafa tuko Waislamu. Anasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtaona maajabu kwenye uwanja wa hisabu. Anakuja nabii min anbiya illah, nabii katika manabii ambao Mungu alimtuma kulingania watu wake. Anakuja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika watu wote waliolingania, waliomuamini na wakaukubali Uislamu ni watu wawili, na yeye watatu. Hebu fikiria hilo kundi linakuwa liko hapo la makafiri. Alafu Allah anamuuliza, ulifikisha kweli? Mbona Mola wangu nilifikisha na wewe ni shahidi. Ile likubali na wakakubali Uislamu ni wawili. Na mtamuona mwingine, anasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atakuja nabii katika manabii wa Allah, maana hisabu ya Mungu haitamwacha mtu. Anakuja walahu rajulun wahid ittaba, akiwa na mfuasi huyu. Wallahi thumma wallahi uksimu bi rabbil Kaaba, hakuna mtu ana ufaswaha wa kufikisha, wa kufundisha, wa kuongea kama mitume na manabii. Kila ambaye unasikia ni nabii au mtume ana ufaswaha wa hali ya juu.
kwa sababu ni kipaji Allah anawatengeneza ili wakafikishe ujumbe wake. Lakini pamoja na ufasaha huyu anakuja akiwa na mfuasi mmoja, bal ashaddu min dhalik, atakuja nabii katika manabii hana mfuasi hata huyu. Na ndio maana ninakuhusia ndugu yangu bila kusahau nafsi yangu, na huyu uhusia sana na uelekezo kwa maduati, watangazaji wa dini, katika mashekh na katika maimamu. Sio lazima unayofundisha uone watu wanayatia matendo. Maana kuna wengine wanafikia wasema tumetoa mawaidha sana watu hawabadiliki, tumetoa madarasa sana watu hawanufaiki, watu hawafati, ndio maana tumeviacha. Sio lazima kwamba mpaka uone watu wamefuata yale uliyofundisha. Yuko nabii atakuja na kufundisha kwake hana mfuasi hata umoja. Wewe majukumu yako fikisha. Maswala ya wale kuelewa au kutoelewa, kutia matendo au kutia kwenye matendo sio yako. Alhidayatu biyadillah, uongofu kwa mikono yake Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Yeye peke yake ndio anamuongoza mtakaye kuna njia iliyonyooka. Na ndio maana tunamlilia kila sala. Hatumalizi rakaa isipokuwa tunasema ihdina sirata mustaqim. Uwe mufti, uwe shekhe, uwe mfalme, lazima hiyo dua utaiomba kwenye suratul Fatiha. Tuongoze kwenye njia iliyo, kwa sababu yeye ndiye mwenye uwezo. Bali alimwambia Mtume Muhammad na umma, innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad ya umuongozi unayempenda wewe katika Uislamu, lakini Mungu peke yake ndio anamuongoza katika Uislamu anayemtaka yeye Mungu. Kama tuko Waislamu leo, kama wazazi wetu ni Waislamu, kama kizazi chetu watoto zetu ni Waislamu, wallahi ni utashi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Tumshukuru Mola wetu kwa hilo. Kwa hiyo katika ile uwe na subira, jifunze sana kuiandaa nafsi yako kwamba ziko nyakati zitafikia, bila shaka mtaumia, mtahuzunika, na ikitokea kubaliana na matokeo. La pili, al-imanu bil qada'i wal qadar. Muislamu kama Muislamu, kama alivyosema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anasema Muislamu atakaifishwa ili hali aamini qadar, ili hali aamini mipango yake Allah, ili hali aamini kwamba hakuna kinachotendeka ardhini na mbinguni isipokuwa kapanga Allah na ametaka Allah kitokee. Ilikuwa inatosha tu kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyosema, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah amekuumbeni nyinyi na matendo yenu, na matendo yameumbwa. Hakuna unachofanya wewe umetaka wewe, kimeandikwa na kimeumbwa. Ingawa haijuzu kutumia dalili ya qada na qadar kunako madhambi. Mfano, umeiba msikitini viatu alafu umekamatwa, watu wanakutembezea kichapo, alafu unaanza kuambia jamani, lakini si Mungu alipanga. Haijuzu. Hiyo inakuwa ni ukosefu wa adabu. Tumia qada na qadar kwenye misiba, hapana kwenye madhambi. Misiba ni kwa kile kilichotokea ambayo wewe sio sababu, na wala wewe hukutaka kikufiki. Kisha kipimo kikubwa cha kutaka ujenge imani ya kuwa na subira, tadhakkar hala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa salafi salih. Unapokuwa unapata na mtihani wowote alafu unakosa amani ndani ya nafsi, pengine usingizi hulali, kumbuka urudishe akili yako, upime uzito wa hilo tatizo lako na uzito wa tatizo aliyopata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kidogo tu tukumbushane, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulida yatima. Mtume alizaliwa ni yatima, kila Muislamu anajua hiyo. Alipokuwa yuko mdogo pia, kwenye miaka 5 anaelekea kwenye 6, akafisha mama yake mzazi. Miaka 2 baadaye, alipoeneza miaka 8, akafisha babu yake
Abdul Muttalib, ambaye ndio alikuwa amebakia kidogo anamlea. Na nyinyi wote mnajua wababu ni namna gani wanapidaga wajukuu zao. Lakini huyu mzee pia hakuishi muda mrefu. Mtume anaeneza miaka 8 ya umri wake, huyu mzee naye akafishwa. Akalelewa na ami yake, ndugu wa baba yake Abu Talib, ambaye ndio babake na Ali. Huyu akamlea. Mtume akakuwa hakusoma. Kana nabii al-ummiya. Mtume hakusoma. Mtume mpaka anafikia kufa alikuwa hajui kusoma wala kuandika. Akaishi hivyo mazingira mazito sana. Kwa ugumu wa maisha, Mtume akalazimika kuchunga kondoo za watu wa Maka mukabil qararit, kwa kulipwa vichele vigorongoro vidogo, ili asaidie uwezo kule kwa ami yake kwa Abu Talib, kwa sababu Abu Talib alikuwa na watoto wengi. Mtume Muhammad alipoeneza miaka 25 akaoa. Pamoja na hali yake hii, Allah akamjalia akampa watoto. Kwenye umri wake Mtume alizaa watoto 7, wanaume 2 na wanawake 6. Wanaume 2 alimzaa Al-Qasim na Abdullah, kisha akazaa na wanawake 6, wanawake wanne watano. Akamzaa Fatima, akamzaa Ruqayya, akamzaa Zainab, akamzaa Kulthum. Katika watoto wake hao 7, wanawake 4, wanaume 2. Alimzaa Al-Qasim, na ndio jina alikuwa anaitwa Abul Qasim, baba yake na Qasim. Na akamzaa Ibrahim, alimzaa na Maria al-Qibti, ambaye huyu Ibrahima alikuja kufa kwenye uhai wa mwisho wa Mtume Muhammad. Wakati Mtume yuko na miaka 61, ndio mtoto wake naye alikufa, ni mchanga, alikuwa ni mdogo, miaka kama 2. Mtume akalia. Na sio tu hayo, katika mtihani, hebu fikiria kwenye watoto 7 Mtume alifishwa, alifikia kufa. Mtume amemwacha mtoto mmoja ndio hai. Kwenye uhai wake alizika mwenyewe watoto 6. Mnaona uzito huo mtihani? Kama ni wewe au mimi, nadhani hata hiyo kartie utahama. Pengine na hiyo nyumba ukahama, ukasema hii nyumba imetukataa. 6 aliwazika Mtume. Bali sio hiyo, nyote mnajua Mtume alifukuzwa na ndugu zake Maka, mpaka akakimbilia Madina na akafia Madina. Na kila binadamu anapendaga kwao, lakini walimfanyia vitimbi akakimbia. Na hawakutosheka na hilo, walimfuata Madina Mtume, walimpa sumu ili wamwangamize. Na hawakutosheka na hilo, walimfuata Madina, walimroga Mtume, Mtume alirogwa. Na hawakutosheka na hilo, vita nyingi sana za kutaka kumwangamiza walizifanya. Hawakutosheka na hilo, kwenye vita vya Uhud walimpiga chuma kwenye kinywa, meno yakatoka na Mtume akazirai bi abi wa ummi. Lakini pamoja na yote hawakutosheka na hayo. Kwake Mtume siku 2 3 za kufatana kwa wake zake wote ilikuwa ni jambo la kawaida, siku 2 mpaka 3. Wallahi hakuna chakula uwani kwake. Wa huwa Rasulullah, ambaye tunaamini akiomba dua inapokelewa. Anaamka asubuhi kama mume, anapisha hodi kila mlango, anauliza alhindakum shay. Anaanza mlango labda wa Aisha, labda wa Hafsa, labda wa nani, mna chochote kama chakula? Wanaambia la ya Rasulullah illa alma, hatuna chochote isipokuwa maji ya kunywa. Wakati mwingine anasema idhan fa ana sawim, basi mimi nafunga. Mtume mpaka kuna siku aliingia Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, sahaba wa Mtume, wa antum taarifuna man huwa Umar, na nyinyi mnamjua Umar ni nani. Aliingia anakuta hali ngumu sana ya njaa pale uwani. Mtume amekaa, Umar akaingia na mtazama Mtume, akamwambia ya Rasulullah, yuko anazungumza analia, ya Rasulullah, wewe ni Mtume wa Allah, wale makafiri, naambia wale makafiri wale
mfalme wa Furs na mfalme wa Rum, wako na madhahabu, wako na mamali, wako na vingi wanamiliki pamoja na ukafiri wao. Lakini wewe wallahi na tauhidi na yote wanatufunza nje hivi. Kwa nini usimwombe Allah na wewe akupe? Umar alikuwa analia, bi abi wa ummi, wallahi huyu ndio baba, wallahi huyu ndio mzazi. Yatosha maneno yake aliposema wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kiigizo bora tunayestahili kumuigia ni mtume wetu Muhammad. Akamwambia ya Umar, afala tarda an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah. Umar anambia niombe dua Allah atupe na sisi mali. Umar, hivi auridhi uadilifu wake Allah aliofanya? Allah amejalia dunia wao waipate makafiri, sisi Allah atatupa akhira insha Allah. Allahumma jalil jannata mathwana jami'an ya rabbal alamin. Mola tunakuomba utujalie pepo ya mafikio yetu sote siku ya mwisho. Kambia ridhia ya Umar, acha wao wale dunia. Na ndio hapo mtume alisema kun fi dunya kaannaka gharibun au abis. Ishi duniani kama mpita njia au mgeni. Sio kwetu hapa. Tatizo la Waislamu wengi mnasahau. Wallahi mnasahau. Hapa sio kwetu kaka. Na mtu akikuuliza dalili unamwambia Adam kama baba yetu, Adam kama chimbuko letu. Aliumbiwa duniani? Aliumbiwa wapi? Mbinguni. Tena baada ya kuumbiwa mbinguni, Allah hakumwambia kaishi duniani. Alimwambia kaishi wapi? Ya Adam uskunu anta wa zawjuka fil janna. Ndio kwenu. Ndio kwenu. Allah akamwambia kaishi wewe na mke wako peponi. Kule ndio kwetu. Lakini kwa sababu qadar na mipango ya Allah ili mtangulia, ndio maana tuko hapa. Sasa mwenye akili timamu ni yule ataandaa maisha yake ya huko pindi yuko hapa. Al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Kama alivyosema mtume, mwenye akili mwenye busara ni yule ataandaa nafsi yake akayatenda yale atakayomfaa baada ya kufa. Na tukumbuke pia tunaposema kwamba kuna machungu, kumbuka hali ya mtume. Kuna mtu anaweza kusema lakini yeye si mtume. Na ile lugha yenu kile Kiswahili kile, kuna Kiswahili ambacho tumekikuta na sio sahihi, kwamba mtume alitolewa nini? Sababu wote mnakijua. Alitolewa nyongo. Man khala laka hadha? Alikuwa achuki, kadhabuna antum. Mtume alikuwa achuki. Tena alikuwa mtume akichukia uso wake unageuka damu. Sema tu tofauti yake na sisi, alikuwa mtume achukizwi kwenye masuala ya kidunia. Anasema mama yetu Aisha radhiyallahu anha, Aisha anasema ma ghadhiba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qatun illa idha tuhikat maharimullah. Hakuwahi mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuchukia kamwe isipokuwa sheria ya Mungu. Dini ikiguswa ndio utaona hasira za mtu. Sisi wengine wa leo ni kinyume. Dini kitukano ikiguswa unasikia mtu ama shehe wako atajibu hilo jewe si ndimo, hilo la mashehe kwenye dini. Lakini akiguswa baba yake nani anakunja ngumi eti apigane. Majnuni. Allah tulindie dini yetu. Kwa hiyo kama utasema mtume alitolewa nyongo sifati ya mtume, basi tizama masalafi swale. Nenda katizame Imamu Ahmad bin Hanbal, ukatizame mitihani aliyopata kwenye zama zake kama shekhe tegemevu kwenye fitna ya khalqul Qur'an, utapata faida iliyokuwa kubwa. Lingine ambalo linaweza kukupa nafasi ya kuweza kuwa na subira, at-ta'assi bighairihi min ahli al-masaib. Unapokuwa na mtihani, unakosa usingizi, huna raha, jitahidi upime uzito wa hilo tatizo lako na wale wenye matatizo makubwa zaidi yao. Mfano mdogo, kuna mtu unakutana anapata mtihani wa maradhi. Yale maradhi yanapelekea labda ni kisukari,
donda linakataa kupona, wanamkata mguu. Wapo unamkuta anakaa analia, anakosa amani, analia. Lakini maskini ya Mungu anasahau kama wako wengine duniani hawana miguu miwili. Si wapo? Kumbe unapokuwa na tatizo lipime kwa lile la mwenzako kubwa zaidi. Utaona kama kwa kiasi fulani wewe Mungu amekupenda. Na ndio maana anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha arata an tashkura ni'matallahi alayka fanzur amman duna. Ukitaka kujua thamani ya neema yake Allah kwako, tizama unaowashinda, usitizame wanaokushinda. Kila siku jipimanishe na wale unaowashinda kunako neema. Ama fil ibadat, ama kunako ibada dini inatuhimiza jipimanishe na wale wanaokushinda. Na ndio ile aya wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Fi dhalika ay fi amali ibadat, katika matendo ya ibada ndio mshindane. Ama kunako neema tizama unao washinda, ndio tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na lingine ukumbuke haya ambayo napenda kuyasema mara nyingi, anna almaswaiba min dalail alfadl. Mitihani na matatizo yanayokupata ni dalili katika dalili kubwa za kwamba Allah amekupenda. Mtume anasema inna Allaha idha ahabba 'abdan, wa fi riwaya idha ahabba qauman ibtalahu. Hakika Allah akimpenda mja anamjaribu. Hakika Allah akiwapenda watu anawajaribu. Faman radhiya falahu ridha. Ukiridhia majaribio Allah, mitihani iliyokupa, ukasema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, ukasema hili limenipata, qadarullahi wa ma shaa fa'al, amepanga Mungu na ametaka linipate, limenipata, Allah anakuridhia. Na ukishapata radhi zake Allah, kama tulivyosema kwenye darasa zetu zimepita, unakuwa umepata kitu kikubwa sana chenye thamani. Allah tujalie miongoni mwa wale aliowaridhia. Kwa hiyo mitihani kwako ni moja miongoni mwa dalili za mapenzi yake Allah kwako. Lingine ukumbuke ili uwe na subira, tadhakur husnul jazaa. Kila siku subira, mwisho wake kuna khairi, ima duniani ima akhera. Subira, unapopatwa na mitihani ukawa na subira, wallahi utafaulu. Wallahi thumma wallahi utafaulu. Duniani utafaulu na akhera utafaulu. Na ndio maana ukiona umetereza, umepatwa na majungu, alafu ukasema vibaya, istaghfir rabbak, mtaki msamaha Mola wako haraka sana. Kwa sababu subira kila siku mwisho ina ufanisi. Haya wanaelewa sana watu ambao walipita kwenye jeshi na polisi, wanaelewa haya zaidi yenu. Alafu Mungu akikujalia pia, jitahidi uwe miongoni mwa wale watu ambao mtihani ukishatokea na Allah akakuvusha, jitahidi uwe miongoni mwa wale wa kujifunza kusahau ule mtihani. Lakini usisahau faida na mafunzo uliyopata katika ule mtihani. Ila ule mtihani wenyewe futa. Na akija mtu akakukumbusha, mkatazi. Kwa sababu katika watu waliolaaniwa amesema mtume wetu Muhammad sallallahu, mtume anasema alfitnatu naima la'ana Allahu man ayqadhaha. Fitna iliyolala, vurugu zilizopita, kapeleka maisha ya watu, mali za watu, watu wakachukiana, alafu Allah kajalia kwa wakati fulani zikawa zimekuisha. Atakayekuja tena kuzizindua, kuziamsha, huyo atalaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana usiwe na tabia ya kukumbuka hayo. 9, al-ibtiad anil uzla wal infirad. Unapokuwa na mitihani, unapokuwa na matatizo, epuka sana kukaa peke yako. Sijui kama naeleweka Ukiwa na mitihani, ukiwa na matatizo, hapana kukaa mwenyewe. Nenda kakae mwenza. Na hapa ndo panakuja hikma ya kwa nini dini ilituhusia na ikatuhimiza anapokuwa mmoja wetu amefishwa, twende kilioni hata baada ya kuzika. Kile Kiarabu chenu cha Kiswahili mnasemaga mnaenda kilioni kufanya nini? Kufanya nini?
kumuhani. Kwa hiyo ndio Kiarabu hicho, alafu kimewekwa Kiswahili na sio nafasi yake. Maana kumuhani mtu Mkiarabu maana yake tuinuhu ni kwenda kumteza nguvu, kumsaidia. Wakati malengo sio hayo, malengo ni kwenda kumliwaza. Ana machungu, unaenda kumliwaza. Naambia ndio njia yetu sote. Na kila siku tunaomba pepo. Na Allah alijalia njia pekee ya kupita twende peponi nini? Ni kifo. Hakuna nyingine. Huyo ametutangulia na sisi tuko nyuma. Tuko kwenye sira. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ikifikia ndio hivyo. Yale maneno mengine kazi ya Mungu haina makosa. Mungu halaumiki. Sema tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hivyo. Kwa sababu yale yawatoke. Sawa jamani? Na wewe ukiona mitihani nenda mwenzako. Haya waliachukua wenzetu hao ambao hawana dini, watu wa gharbi. Na wanayalia pesa. Unasikia kwamba wako wa psikologe mnaita hivyo. Dume kama wewe au dike tu. Una mitihani yako unaenda kulihadisia. Mimi bwana silali, anakusikiliza na umelipa pesa. Kisha anakufanya anakuelekeza kwa kuelekeza na hela yako umetoa. Lakini sisi dini imetufunza usikai mwenyewe. Na ukaona unalialia nikenda mwenzangu nitalia. Ndio dharura sasa hii. Inabidi ubaki mwenyewe. Lakini utakapobaki mwenyewe usikai kimya. Fanya dhikri sana, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Ukifanya dhikri sana nafsi itapata tulivu. Sawa jamani? Allah anatupenda, Uislamu ukuacha kitu. Kisha la mwisho tarkul jaza. Usiwe mwenye kulialia sana, mwenye kuhadisia sana. Kama vile utasema yani Mungu kakuonea, hasha lillah. Maana kuna mtu akiwa na tatizo, ya Rabbi. Na ukienda kumkopa bana, unajua kama niliomba ndugu yangu hivi si. Mbona mwenye faida usemaje? Usiwe mwenye kulialia sana na kushtakia sana. Inakuwa sio vizuri. Kwa sababu mwenye kulialia na mwenye kushtakia kwa maana nyingine ni kama vile unapingana na kukataa yale ambayo Allah amekuamrisha. Kwa hiyo tujitahidi inshallah tufate mafunzo ya dini ipasavyo. Allah subhanahu wa ta'ala ametupa riziki na atazidi kutupa riziki, na za kwetu zitakuwa za kwetu, na riziki ziko nyingi. Miongoni mwa hilo ukiona Allah amekujalia amekupa moyo wenye kutulia, ni neema iliyokuwa kubwa. Ukiona Allah subhanahu wa ta'ala amekupa akili yenye kutafakari vizuri, ni neema iliyokuwa kubwa. Ukiona Allah subhanahu wa ta'ala amekupa afya ya mwili, ni neema pia iliyokuwa kubwa. Ukiona Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia roho yako na nafsi yako haina chuki wala kibri wala ujubu, kujinyanyua na kujiona, ni neema iliyokuwa kubwa. Ukiona Allah subhanahu wa ta'ala amekupa salamatul fikr, mawazo yako unayowaza ni mazuri, mara nyingi unawaza ibada, mara nyingi unawaza mwisho mwema, wallahi ni neema iliyokuwa kubwa. Kuna wengine wanawaza mengine, wako watu mwa dunia wanawaza tu kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiona Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia una mzazi ima mmoja au wawili, alafu uwa wanakuombea dua, ni neema iliyokuwa kubwa. Na ukiona Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia una rafiki au mzazi ambaye huwa anakuhurumia, ukipatwa na tatizo linakuwa la kwake, ukipatwa na maumivu yanakuwa kwake, ni neema iliyokuwa kubwa. Maana wako wengine marafiki ukipatwa na matatizo wanasema ndio ukome, wapo mwa dunia. Kwa hiyo ukimpata ambaye likikugusa na ile limemgusa, ni neema iliyokuwa kubwa. Na ukiona Allah amekujalia umempata ndugu mdogo wako au mkubwa wako ambaye mnasikilizana, mnaelewana, mnafaana katika shughuli zenu, ihmad rabbak, shukuru Mola wako. Kuna wengine wana mitihani, wana ndugu zao, ima wadogo zao au kubwa zao, na hawa ndio wanawaibia vyao, na hawa ndio wanawatenda. Wewe ukiona wako mnasaidizana, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukiona Allah amekujalia amekupa kizazi, amekupa watoto, kila ukimwona mwanao unasikia raha kwenye nafsi,
ihmad rabbak, ni neema iliyokuwa kubwa. Wako wengine wana mitihani, akimuona mwanae analia, sababu kila akimuona mwanae ni mvuta bangi, akimuona mwanae ni mwizi. Wakati mwingine unasikia mzazi anaomba basi sikifie huko huko. Wewe ukiona wako Allah amekujalia, ukimuona ni mtoto anasali, mtulivu, mwenye adabu, anatolewa mifano hata na wazazi wengine. Ihmad rabbak, kwa sababu anaelea ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wazazi wanafanya sababu tu, hakuna fundi wa kulea katika binadamu. Allah akikuongozea mshukuru Mola wako. Ukiona Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia una mahfal, una shughuli nyumbani, umewaita wenzako mshirikiane, mchangie, wakakuitika, mshukuru Mola wako. Kwa sababu hawakuitika kwa kuwa unawashinda uwezo. Inawezekana kuna wengine wanawaitaga hawaitiki, lakini kama umekuitika mshukuru Mola wako, na ujifunze na wewe ukikuita waitiki. Ndio Uislamu, bali ni katika haki ya Uislamu. Ijabatu da'wa ni moja katika haki za Uislamu. Namaliza kwa leo nikikuhusieni bila kuisahau nafsi yangu, tupendane kwa ajili ya Allah, tunasihiane, tuelekezane, tufaane na tufanane. Ikitokea siku ya mwisho kama tunavyoonana mara nyingi kwenye darasa, akakosekana mmoja wetu katika wale watakaopata bahati ya kuwa peponi, wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala waletee naye peponi, wamtetee mwenzao, wamtetee mwenzao. Pepo ya Allah tutaipata kwa matendo yetu, pepo ya Allah tutaipata kwa huruma yake Allah, na Allah atatoa nafasi ya wengine kuwatetea wengine. Mkinikosa niteteeni, ikiwakosa nitawatetea. Tupendane kwa ajili ya Allah, tuombeane sote kama tulivyokaa msikitini. Allah akipenda akatuweka katika pepo yake, kisha tunakumbushana na kuulizana namna tulivyokuwa tunakaa hapa sana zaidi, wallahi itakuwa tumefaulu kufaulu kuliko kukubwa. Allah asitufishi isipokuwa ameturidhia. Allah tupokelee sote ibada yetu ya usiku na mchana. Allah tunakuomba tujalie pepo iweze kuwa ndio mafikio yetu siku ya mwisho. Allahumma amin. Inshallah chapter ya zana kama kawaida, alafu tupeane nafasi fupi ya maswali kwa siku ya leo, kisha Allah akitupa uhai kama kawaida kesho tutaendelea na darasa letu. Alikufa kabla ya miezi 3 au 4, kijana wa Kiislamu mashaallah, alikuwa ni mutaabad, wala hatumtakasi yote mbele ya Allah. Allah ndio anajua cha Mungu wa kila mmoja. Alifanya tendo ambalo binafsi nilipolisikia nikasema kwa kweli Mwenyezi Mungu amrehemu. Alijisikia vibaya tu, vibaya, yani kama vile hali imechange ndani ya mwili. Akaona acha aende akafanye checking hospitali. Alipoenda kufanya checking hospitali, wakamwambia kwamba walimpa sumu. Maskini ya Mungu hajui aliilia wapi au ilipewa aje, lakini wakamwambia kwamba sehemu zake muhimu ndani ya tumbo zimeharibika, kwamba kwa kweli wewe ni wa Mungu, lakini anatembea na gari lake atembeza mwenyewe mzima. Kaambia kwa kweli pasenti za kupona kwa wewe labda ufalme wake Mungu mwenyewe. Alichofanya bwana akaenda. Alipofika nyumbani, na ndio sababu nimekusema hichi kisa, akachukua simu yake akampigia mdogo wangu ananifuata mimi kwa kuzaliwa, Haji. Akamwambia nakuhitaji, njoo tafadhali njoo niko nyumbani. Akamwambia inshallah nipe kama dakika 20 nakuja. Akamwambia jitahidi uje. Akamwambia nipe kama dakika 20 nakuja. Basi bwana mdogo akachelewa. Alipochelewa akampigia tena, njoo. Akawa ameenda. Wallahi jamaa anatembea mzima kabisa. Alipoenda akafika mkutana kwake, anaongea na mke wake na watoto. Bwana mimi nimekuita. Akamwambia mimi niko na hela yako, kuna hela yako nini? Jamaa alikuwa anafanya kazi ya kuuza matafari. Kuuzisha matafari, hii kuchoma mafuru na nini. Sasa kuna pesa yako ulinipa mimi kama wiki 2, nilikuwa nikuletee matafari na nini. Akasema
bana, mimi sitaki niende mbele ya Mungu niko na deni la mtu. Sitaki niende mbele ya Mungu niko na deni la mtu. Nimekuita ili nikurudishie ile pesa yako. Kama mke wake niletee ndani pesa hizi na hizi dadi kaza. Mwanamke akaleta pesa, jamaa kaisabia. Yeye akamwambia, wewe mimi nataka matafari, akamwambia hapana, utanunua hata sehemu nyingine. Akamwambia hivi niko naita kila mwenye na maana yake niko na akampa. Baada ya kumpa basi nashukuru. Akamwambia kwa nini? Akamwambia mimi natoka hospitalini, uganga ameniambia kwamba percent za mimi kupona ni ndogo sana. Akamwambia yani kama vile kumliwaza. Uganga roho unajua, akasema pamoja na hivyo wakati ukienea utaendea kini ni vizuri niweze wallahi thumma wallahi, baada bwana mdogo kutoka kwake kwa masaa 4 alifika na kufa. Tena ndio anapigiwa simu bwana mdogo, bwana ule jamaa kafa. Kaka, kuna watu wanakufa wako na madeni na pengine hata waandiki na wasemi, lakini taufiki ya Allah ikikutangulia Allah anakuzindua. Allah atupe mwisho uliokuwa mwema. Na kubwa ni nini? Dua 3. Allahumma inni as'aluka husna al-khatim. Allah nipe mwisho uliokuwa mwema. Kila siku, kila sala, na vizuri iombe kwenye sijida. Sasa Mtume anasema aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a fihi. Mja anamkurubia Mola wake sana pindi yuko kwenye sijida. Zidisheni sana dua mko kwenye sijida. Dua ya pili, muombe Mungu sana ukisema ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini. Mola wangu mwenye unageuza nafsi za waja, mara imani imeshuka, mara imepanda, mara umeritadi, mara umeslimu, thibitisha nafsi yangu kunako Uislamu ili nife niko Muislamu. Ya tatu, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taati. Mola wangu wewe mwenye uwezo wa kuelekeza nafsi za waja na kuomba ielekeze na ya kwangu kunako utiifu wako. Allah akikukubalia yoyote mwezi 3 bila shaka unamaliza vizuri na unakufa kifo kilichokuwa kizuri. Allah atupe sote mwisho mwema. Nani mwingine? Alafu tunaenda huku kimaliza. Huku watatu na huku watatu hapa. Swali lizuri sana. Je, mwanadamu au binadamu au nini anaweza kubadilisha makadara? Yaani alichopanga Mungu, mwanadamu anaweza kubadilisha? Hakuna mtu ana uwezo. Labda Mungu mwenyewe ndio abadili. Na Mungu huwa anabadili. Allah huwa anabadili kwenye usiku wa Lailatul Qadr. Kwenye usiku wa Lailatul Qadr Allah anabadili. Ama binadamu au jini hakuna hata mmoja na uwezo. Hakuna. Naam. Nani mwingine? Wauliza tu. Wa salam. Naam. Swala alfajiri, rudia kwa na na kula dharabil falaq na wauliza swali sasa. Asante sana. Kijana anataka alindwe na Allah na ni vizuri. Allah tujalie atulinde sote. Naam. Semeni amin. Njia fupi rahisi ya kupata ulinzi wa Allah kwa wanamume wote ni kusali sala alfajiri kwa jamaa msikitini. Hiyo ndo fupi. Hiyo ndo nyepesi. Amesema mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salla alfajr fi jamaa fahuwa fi dhimmatillah. Atakayesali sala alfajiri kwa jamaa, huyo atakuwa chini ya ulinzi wa Allah. Dum na sala alfajiri msikitini. Una simu, tia alarme, tia munabbih ili kuamshe. Tena usiti karibu ya sikio simu au chini ya mtu. Tia mbali pale ambapo ikitoa sauti, hata ukiwa na usingizi utalazimika unyanyuke, maana kuna wengine wanatia karibu na anaizima na analala. Iweke mbali, kupige fujo.
nenda ukasali msikitini. Sasa anauliza sema ndio imetokea, nimepitiliza nimeshtuka tayari kumekucha, ile alfajiri ya tayari kishaipoteza hii, nikikusudia kupoteza kulindwa na Allah. Nafanya aje? Tulisema adhkaru sabaha wal masaa, ndio hizo umetaja. Ukitekeleza dhikri za asubuhi na jioni, na zile dhikri ziko aina hizo 3. Ziko dhikri ambazo tunasema ndogo kama hizo umetaja. Unasoma aya 2 za mwisho katika suratul Baqara, aya 285 na 286, na unasoma ayatul kursi, na unasoma hizo sura 3 za mwisho katika mushafu, kul huwallahu, kul a'udhu bil falaq na kul a'udhu bin nas. Sawa jamani? Na iko pia zile ambazo tunasema dhikr mutawassit, zakati kwa kati. Unasoma hizo nilizotaja, kisha unaongeza na zingine katika dua zilizothibiti kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha napako sasa ndefu, dhikru mutawala, ziko ndefu ambazo ukikaa hapo kwa mtaja Mwenyezi Mungu umetulia, unaweza kupiga hata saa nzima. Kaka hapo wakikutafuta hata mradari unasemaga wewe hawakupati, na wale watasema inawezekana na huyu kijana na yeye anapaa sio bure. Kumbe umejisogeza kwa nani? Kwa Allah. Ukisimamiwa na Allah hautoguswa na lolote isipokuwa lile Mungu mwenyewe amekuandikia. Naam. Ndio tunachukua huyu na mmoja wa mwisho mwenye bahati yake. Uliza. Iliyokamilika, kile unachojipendea wewe. Naam. Atamani yawe mle kaburini. Mungu atulinde mimi na nyinyi wote tusifikie huko. Uliza swali. Ndio ukuelewa. Hii ya kwanza umeielewa. Allahu akbar. Allah. Hadithi ya kwanza tumeisoma, tumeshamaliza. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hataamini mmoja wenu imani iliyokamilika mpaka ampendee mwenzake kile anachojipendea yeye. Ameielewa. Iko hadithi nyingine sahihi kabisa. Mtume anasema la taqumu saa hatta yamurra ar-rajulu ala qabri rajulin fayaqula ya laitani makan hadha, au kama kala rasul. Anasema mtume kiyama hakitofika mpaka itafikia zama, kwa fitna itakayokuwa, vurugu itakayokuwa, mauaji yatakayokuwa, hali ngumu ya kimaisha itakayokuwa duniani. Kiyama hakitofika mpaka kwa hizo hali ngumu na vurugu, watu watakuwa wakipita makaburini, mtu anatamani anasema laiti ningekuwa mimi ndo nimezikwa hapa, kuepukana na hii vurugu. Si leo kila mtu hataki kufa, na kichwa kikikuuma unameza paracetamol uponde mbio. Lakini hiyo hali kifikia, kuna mtu atatamani afadhali ningekuwa nimezikwa hapa, maana si wengine tutakufa tujue tutazikwa na nani. Zitakuwa hizo lugha. Ndio maana nimeomba dua Mungu asitufikishi huko. Semeni amin. Kwa nini nimeomba hiyo dua? Kwa sababu hiyo hadithi, makusudio na malengo ya mtume ni katika alamati saati al-kubra, ni katika dalili za kiyama kubwa, katika dalili za kiyama kubwa hiyo hadithi. Umenielewa vizuri? Yani katika dalili kubwa kwamba kiyama kiko karibu kufika, ni hapo patatokea hiyo mitihani mpaka mtu atatamani yeye ndio awe mle mkaburi. Kwa hiyo mtume kwenye hadithi nyingine akasema hivi, la taqumu saa illa ala shirari al-khalqi, kiyama hakitotokea isipokuwa watakaokuwa duniani ni viumbe wachafu. Yani kwa lugha nyingine, wafihi mtaqumu saa, kama nilivyosema, kiyama kikitokea uko hai basi jua wewe ni mchafu. Kwa nini? Kwa sababu tumesema Allah ni arhamur rahimin. Kwa hiyo kwa ule huruma wake, kwa kuwa anajua misukosuko ya kiyama, wale waja wake wenye imani wacha Mungu, Allah atawaepusha na ile misukosuko, waondoe
mapema kabla ile hali. Ndio maana mimi naomba sana Allah asikujalie ukafika kule, akutoe bado akili zako ziko timamu, akutoe duniani bado hujachokesha watu. Maana kuna watu wana mitihani, ukitana mtu anaumwa mpaka anakuwa paralyzed, mpaka haja ndogo kubwa hapo miaka nani, mpaka wandani wa kumsafisha wanamchoka. Nadhani wapo mpaka watu wanakuwa naomba siomwe afi. Mungu atulinde tusifikie huko. Utoke una akili zako timamu na nguvu zako. Sawa jamani? Tumdilie sana Allah. Alafu tujisogeze sana kwenye dini, hasa vijana. Wallahi hasa vijana na kuhusieni, pamoja na mapungufu yote mtakuwa nayo, la tatruku swala. Pamoja na mapungufu yote mtakuwa nayo, msiache kusali. Hata ukiwa kama unaiba, iba lakini uje usali. Hata mkiwa labda pengine mnazini, hamjaacha zina, njoeni tumsali. Msiachi sala. Itafikia tu wakati Allah atatia imani kwenye vifua vyenu, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Hiyo sala itakataza machafu na maovu. Msiachi sala. Na mkumbuke ndio cha kwanza mtaulizwa mbele ya Allah. Msiwe kusali Ramadhani tu, shikamaneni na sala. Alafu mkiona Mungu amekujalia, ongezeni na sala za sunna. Msiachi sala ya sunna hata moja pindi ambapo unaweza. Kwa sababu hizi sala zetu za faradhi tunasali zina biraka nyingi. Mimi sijui labda mimi za kwangu zina biraka. Jamani tena wingi. Sijui nyinyi wenzangu. Mimi naanzaga Allahu akbar subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nikianza alhamdu, kaka haijaisha nasafiri kuanza nje ya sala. Sijawahi eti bila kuwaza. Pengine wewe, ila najikutana nimewaza labda wanafunzi wangu, labda nimewaza hivi, mpaka sala inakuja kuisha, niko ndani ya sala, niko nje. Labda wenzangu alhamdulillah mkisali ni kama malaika muwazagi. Inawezekana ni siri yenu. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahaba, na hapa ndo namalizia, anasema man salla rak'atayn thumma lam yuhaddithu fihi ma shay'an min ad-dunya dakhala al-janna. Atakayesali rak'a hizi, ukitaka usali na speed unayojua, ukitaka soma tu alhamdu soma sura nyingine, ukafikia wewe kuanzia hapa mpaka hapa haukuwaza lolote katika mambo ya duniani, wewe tayari ni wa peponi. Sasa ndo tudanganye utuambia hujawahi kuwaza. Akasema pia maneno yake ya hikma, akasema hivi, law alimtu anna Allah qabila li walau rak'atan wahida latamannaitu al-maut. Anasema Ibn Mas'ud, kama ningelijua mimi Allah angenipa ilham nikatambua kwamba katika sala zote nilisali za faradhi, wa huwa sahaba, za faradhi na za sunna, amenikubalia, amenipokelea raka hii, ningetamani nife hiyo moja tanitetea. Na yeye ni sahaba, anatekeleza, lakini ana hofu labda pengine asikupokelewa. Na Muislamu mzuri anatakiwa awe hivyo. Unafanya ibada lakini una hofu kama sio zile lugha zetu. Tumesali tarawih Sheikh mwezi mzima, Sheikh tumesali 10 lote la mwisho, Sheikh Lailatul Qadri tayari, kama vile ndio unatoa pointi. Kuna kutekeleza na kuna kukubaliwa. Sisi tutekeleze maswala ya kukubaliwa, hakuna hata mmoja kati yetu anajua isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kikubwa tu tumdhanie Mola wetu vizuri. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة، ونعوذ بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.